Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Vipi hali rafiki yangu? Vipi unajionaje na hali? Na vipi kuhusu Ramadhani na kupelekaje? Je, unajisikiaje? Uko sawa kiakili? Uko sawa kimwili? Je, una furaha? Karibu katika harakati hizi za Ramadhani, na mimi rafiki yako Madam Leila Abubakar na kukaribisha katika harakati hii. Lakini sisi tumealikwa na Mwenyezi Mungu katika karamu hii, na malengo yetu ya mwaliko huu ni kutoka ikiwa tuko wema zaidi tulivyokuwa jana na kupata sababu nyingi ya zaidi tulivyokuwa jana, na katika yote tufanikiwe kubadilisha hali zetu za kiakili, kinafsi, na pia tuweze kubadilisha jitihada zetu katika kufanya ibada. Naam, katika mfululizo wa makala zetu leo tunaenda kuzungumzia kwa nini hasa sisi huwa tunaumwa, ni kwa sababu gani maradhi yanatupata. Naam, rafiki zangu, ukija kuangalia katika harakati zetu nyingi za maisha, maradhi hayatokei bahati mbaya. Maradhi mengi ambayo tuko nayo hasa katika nyakati hizi ni maradhi ambayo yanasababishwa na tabia zetu. Na mfano, kula sana, kulala sana, kuzidisha matumizi ya madawa bila ushauri wa daktari, kuzidisha matumizi ya vinywaji na vilevi bila ushauri wa bila kuwa na kipimo, lakini pia kuzidisha matumizi ya sukari. Naam, kuna maradhi yanatupata kwa sababu tumezidisha matumizi ya sukari, na maradhi mengine yanatupata kwa sababu tumezidisha matumizi ya chumvi, lakini pia maradhi mengine yanatupata kwa kutokuwa makini, yaani basi tu sisi wenyewe hatuko makini. Naam, rafiki zangu, lakini hakuna maradhi makubwa kama maradhi ya nafsi. Kujihisi kwamba wewe huko sawa, kujihisi watu hawakupendi, kujihisi umefanya maamuzi yasiyo sahihi, kujihisi kwamba unaonewa, kujihisi fulani anakusaliti, kujihisi fulani hakuhitaji. Haya ni maradhi yaliyopo moyoni. Lakini pia watu wamekufanyia mambo, hutaki kusamehe, hutaki kuacha mambo yaishe, mambo unayakusanya moyoni, mambo umeyasindika moyoni. Huna raha, ukikaa huna raha, unawaza tu, la saizi atakuwa ananisaliti, la saizi watakuwa wananisengenya, la saizi watakuwa hawanipendi, la nifanye nini nimfurahishe, la nifanye nini nimridhishe, vitu kama hivi. Sasa naona rafiki zangu, katika nafsi, katika moyo wa binadamu ndiko kuna mpangilio wa masuala yako mengi, hususan ni ya kiafya. Na kama utauchosha moyo na kama utaichosha nafsi yako, kuna hatari kubwa sana ya kuumwa mapema, kwa sababu moyo wako hauna amani, hauna utulivu. Ndio maana watu wengine unamwona mtu mbona ana kila kitu lakini hana nuru. Kwa nini huna nuru? Kwa nini una kila kitu lakini huna furaha? Kwa nini una kila kitu lakini unaonekana kama mtu mzima na wewe ni mtoto? Kwa sababu gani? Ni kwa sababu nafsi yake mtu haina amani, haina utulivu. Kwa sababu mtu roho yake anashikilia mambo hajayaachia. Sasa wewe ukitaka furaha, ukitaka amani katika maisha yako, kwanza achia nafsi yako, achia moyo wako dhidi ya mambo ambayo ulikuwa umeyabeba, achia moyo wako dhidi ya yote ambayo ulikuwa umeyashikilia. Uondoke katika mazingira ambayo umekosewa kwa amani na utulivu, ukiwa watu wote umewasamehe hata kama hawajakuomba radhi. Na ukija kufikiria katika maisha yetu haya, hata kula si lazima. Kwa sababu gani? Uweza usile na ukawa sawa tu, na unaweza ukala kidogo pia ukawa sawa. Sasa kwa nini tusiwe na sheria hii ili kuweza kulinda afya zetu? Tule tunaposikia njaa sana na tuache kula tunapoona ile njaa kidogo imeondoka. Yaani tule kwa kiasi na tupike kwa kiasi, na kila kitu tukifanye kwa kiasi. Wengine wanapenda kupika na mafuta mengi, lakini hivi mafuta ni salama kwetu? Si salama. Je, mafuta ambayo tunatakiwa tuyatumie, tunatumia kwa kiwango gani? Sukari tunatakiwa tutumie kwa aina gani? Sasa hivi hali imebadilika. Vyakula tunavyokula sasa ndivyo walivyokula watu wa zamani, lakini sisi tukila sasa hivi tunanenepa, tunakuwa na miili iliyotisha. Kwa sababu gani? Vyakula tulivyo navyo vinapewa dawa vikue haraka, mahindi yapevuke haraka haraka, mboga au kuku wanyama hao wapevuke mbio mbio. Mambo haya yote yananikuwa ni sumu tunazingiza katika miili yetu. Sasa sio wote ambao wanaweza kumudu kula organic, sawa, lakini chochote utachofanya fanya kwa kiasi. Tufuate ile sharia ya Mtume, tule tukisikia njaa na tuachokula tukiacha isikia njaa.
si mpaka ushibe, mpaka upitilize. Hapana, ule kiasi kiasi, na uache kufanya ubadhirifu katika chakula, kwamba chakula hichi wanatakiwa watu wawili, wewe unakula watu wanne. Chakula cha mtu mmoja wanne unakula mtu mmoja. Ikiwa Ramadhani, kama vimepikwa vyakula 7 vyote unataka kula. Kama imetengenezwa juisi 4 zote unataka kunywa. Kisha ukimaliza unataka kulala, baadaye uamke ule bite, baadaye uamke ule daku. Ibada ni chache kuliko vyakula unavyokula, si sahihi hivyo. Na kabla ya kufunga tena utaka kuamka alfajiri ule kabla hujafunga. Nadhani Mtume alikuwa akifungua somo na tende, akitaka kufanya labda kujiandaa zake na daku kitu kidogo kisha na tende. Nadhani tungefuata utaratibu huu, kama kweli sisi ni watu wake, tungefuata utaratibu huu, tukafuata suna zake kwenye kula, kwenye tabia, kwenye iftari, na kuacha kufanya kuvuka mipaka kwenye haya mambo ya iftari, kwenye haya mambo ya kula. Tukaacha kuvuka mipaka, tukajiepusha na maradhi. Kwa sababu funga, rafiki zangu, malengo yake ni kukusaidia uweze kumaintain afya na uweze kupona baadhi ya maradhi. Lakini wengine wanasema mimi sifungi, mimi naumwa. Funga imekuja kukufanya upone, na wewe huitaki. Kwa nini? Na unasema una maradhi. Wewe mwenye maradhi hasa ndio utakuwa kufunga kama una uwezo. Ila kama daktari amekwambia usifunge, tena unajua sharia iko wazi na unahurumiwa usifunge, lakini kuko na masharti kwamba ufanye nini ikiwa huwezi kufunga. Basi rafiki yangu, kila kitu dini yetu imejitosheleza. Kila kitu kinauelewa maelekezo yake, na kila kitu kina mwenendo na ufuatiliaji wake. Kwa hiyo ni kusoma kwa bidii, lakini pia kumwomba Mwenyezi Mungu akujalie wepesi na akujalie miongoni mwa watakaofunga ili uweze kupata afya. Sasa rafiki yangu, mimi nakusia wewe pamoja na nafsi yangu ni kuhakikisha kwamba tunakuwa makini katika yale ambayo katika vyakula ambavyo tunakula, na tunakuwa makini katika kuweka kiasi, na siku zote kuhakikisha kwamba yote ambayo tunayafanya hasa kipindi hichi cha Ramadhani tunafanya kwa lengo la kutaka radhi za Mwenyezi Mungu. Nakupenda sana rafiki yangu na nakutakia kila laheri. Asante.